Mzozo unaoendelea kati ya Marekani, Israeli na Iran umeingia katika hatua hatari zaidi, huku vita hiyo ikikaribia miezi miwili tangu kuanza kwake mwishoni mwa Februari mwaka 2026. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya kimataifa, mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran yalianza kwa kulenga vituo vya kijeshi na nyuklia, hali iliyosababisha Iran kujibu kwa mashambulizi ya makombora na kufunga njia muhimu ya biashara ya mafuta ya Strait of Hormuz. Na hii ni TriGen Media. Katika siku za hivi karibuni, mvutano umeongezeka zaidi baada ya Marekani kukamata meli ya Iran katika eneo la Hormuz, tukio ambalo Tehran imelielezea kama uvamizi wa uharamia wa kimataifa. Tukio hili linaweka hatarini mazungumzo ya amani yaliyokuwa yakiendelea nchini Pakistan, huku Iran ikitishia kujiondoa kabisa katika mazungumzo hayo. Wakati huo huo, Marekani imeendelea kusisitiza msimamo wake mkali kwa kuweka vizuizi vya kijeshi dhidi ya Iran, ikilenga kudhibiti meli zote zinazoingia na kutoka nchini humo. Hatua hii imeungwa mkono kimkakati na Israel, ambayo nayo imeendelea kufanya mashambulizi katika maeneo yanayohusishwa na washirika wa Iran huko Mashariki ya Kati. Kwa upande wake, Iran imeendelea kutumia mlango wa bahari wa Hormuz kama silaha ya kisiasa na kiuchumi. Serikali ya Tehran imetangaza kuwa haitaruhusu meli kupita hadi pale Marekani itakapoondoa vizuizi vyake. Hali hii imeifanya njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta kufungwa mara kwa mara na kuongeza hatari kwa biashara ya kimataifa. Ripoti za hivi karibuni zinaonyesha kuwa usafiri wa meli katika eneo hilo umepungua kwa kiwango kikubwa sana, ambapo wakati mwingine ni meli chache tu hupita ndani ya saa 12, tofauti na zaidi ya meli 100 kwa siku hapo awali. Hii ni kutokana na mashambulizi ya onyo, kukamatwa kwa meli na hofu ya vita kupanuka zaidi. Aidha, bei za mafuta duniani zimeanza kupanda tena kufuatia hatari hii, huku baadhi ya taarifa zikionyesha ongezeko la zaidi ya 5% ndani ya muda mfupi. Kampuni za usafirishaji pia zimeongeza gharama za bima kwa meli zinazopita katika eneo hilo, jambo linaloongeza gharama kwa watumiaji wa mwisho duniani. Katika ngazi ya kidiplomasia, nchi za Ulaya na mataifa ya Ghuba zimeanza kutoa wito wa kurejeshwa kwa haraka kwa usalama katika mlango wa Hormuz. Hata hivyo, kuna hofu kwamba makubaliano yoyote ya haraka yanaweza kuacha Iran ikiwa na nguvu kubwa zaidi ya kudhibiti njia hiyo muhimu, hali ambayo inaweza kuathiri usalama wa muda mrefu wa eneo hilo. Mzozo huu pia umeathiri vibaya uchumi wa dunia, hasa kutokana na ukweli kwamba zaidi ya robo ya mafuta yanayosafirishwa kwa njia ya bahari hupitia katika mlango huo. Kufungwa au kuzuiwa kwa njia hiyo kumesababisha meli nyingi kusimama au kubadili njia, hali inayochelewesha usambazaji wa nishati duniani. Kwa bara la Afrika, athari zimeanza kuonekana kupitia kupanda kwa bei ya mafuta na gharama za usafirishaji. Nchi nyingi za Afrika zinazotegemea uagizaji wa mafuta zinakabiliwa na shinikizo la kiuchumi, huku sekta za usafiri na uzalishaji zikitarajiwa kuathirika zaidi endapo mgogoro huo utaendelea. Kwa ujumla, hali bado ni tete na hatima ya mzozo huu inategemea mafanikio ya mazungumzo ya kidiplomasia ambayo kwa sasa yako hatarini kuvunjika. Endapo vita hii vitaendelea au kupanuka, kuna uwezekano mkubwa wa kuathiri si tu Mashariki ya Kati bali pia uchumi wa dunia nzima, hasa kupitia sekta ya nishati ambayo tayari imeanza kuyumba. Hii ni TriGen Media.